hali ya usalama wa mkoa wa Mwanza imeendelea kuwa shwari, na katika kipindi hiki tunachoelekea sikukuu za mwisho wa mwaka, Jeshi la Polisi likishirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama limeendelea kuimarisha mifumo ya kiusalama katika maeneo yote na kuchukua hatua za haraka za kisheria, hasa kwa wale wanaojihusisha na matukio ya kihalifu na makosa mengine ya kijinai pamoja na makosa ya usalama barabarani. Pia Jeshi la Polisi katika mkoa wa Mwanza limeendelea kutoa elimu kwa jamii juu ya umuhimu wa kutunza amani sambamba na kufanya doria, kufanya misako na operesheni kwa lengo la kuzuia na kudhibiti vitendo vya uhalifu kutokana hasa na matishio ambayo tumeendelea kuyasikia ya kuwepo kwa maandamano yanayoratibiwa kupitia katika mitandao ya kijamii. Sote tumekuwa tukisikia matishio ya kuwepo kwa matukio ya vitendo vya uvunjaji wa amani, vitendo vya vurugu, lakini vitendo vya ufanyaji wa makosa ya kijinai vinavyoendelea kutishiwa kwamba vitajitokeza siku ya tarehe 25. Hivyo Jeshi la Polisi limeendelea kuimarisha doria, limeendelea kuimarisha misako kuhakikisha kwamba hali hiyo haijitokezi kabisa katika mkoa wa Mwanza. Hivyo tunawaomba wananchi wasiwe na hofu, kwani Jeshi la Polisi limeshaweka mipango kazi imara ambayo inahusisha askari wa Jeshi la Polisi, lakini na vyombo vingine vya usalama kama nilivyosema, ambao tayari wapo katika mikoa, katika maeneo mbalimbali wakiendelea kushika doria. Ziko doria za magari, ziko doria za askari wa miguu na doria za askari wa kiraia, pamoja na vizuizi katika maeneo mbalimbali ya kuingia na kutoka katika mkoa wa Mwanza, sehemu za stendi za mabasi, lakini pia katika maeneo ya mialo na bandari zetu. Kote huko tumemailisha ulinzi katika kuhakikisha kwamba maeneo yote yanakuwa salama na hakuna mwananchi anayefanyiwa tukio lolote la kihalifu. Kutokana na ushirikiano huo wa vyombo mbalimbali vya usalama katika mkoa wetu, lakini pamoja na wananchi, nipende kusema kwamba tutafanya kazi katika kuhakikisha kwamba hakuna kundi au mtu yoyote ambaye atapata nafasi ya kuvuruga amani ya mkoa wa Mwanza katika kipindi hiki cha sikukuu za Christmas, mwaka mpya, hata baada ya sikukuu hizo. Nipende tu kusema kwamba tumejizatiti vya kutosha, na Jeshi la Polisi linapenda kutoa wito kwa wananchi washerekee sikukuu hizi kwa utulivu, kwa usalama na kwa amani, na wasiwe na hofu ya aina yoyote, bali washirikiane na Jeshi la Polisi na vyombo vingine vya usalama na viongozi kuwapatia taarifa za waleta vurugu ambao Jeshi la Polisi limeshajizatiti ipasavyo katika kuwadhibiti. Niwaondoe wananchi hofu ya mkoa wa Mwanza, waendelee kusherehekea sikukuu hizi kwa amani, kwa utulivu na usalama. Hakuna kundi lolote au mtu yoyote atakaye sababisha vurugu kwa namna tulivyojipanga kukabiliana nao. Jeshi la Polisi mkoa wa Mwanza linapenda kutoa tahadhari ya usalama hasa katika kipindi hiki cha sikukuu za mwisho wa mwaka. Hivyo tunatoa wito kwa wakazi wa Mwanza waendelee kutunza amani kwa kuzingatia mambo yafuatayo ili usalama na amani viendelee kuwepo katika kusherehekea sikukuu hizi na hata baada ya sikukuu hizi za Christmas na mapumziko ya mwaka mpya. Lakini tukisisitiza kubwa kwamba wajibu wa kutunza amani katika mkoa wa Mwanza ni wajibu wa kila mkazi wa Mwanza, ni wajibu wa kila Mtanzania. Sote tunawajibika, pamoja na kwamba ni wajibu wa Jeshi la Polisi, lakini ni wajibu wa Tanzania wote. Katika kufanya hivyo, tunasisitiza wananchi
wote waendelee kutii sheria, na yoyote atakayeona viashiria vyovyote vile vya uvunjifu wa amani au viashiria vya uhalifu atoe taarifa kwa viongozi wa serikali, jeshi la polisi na vyombo vingine vya usalama ambavyo pia viko kazini katika kuhakikisha kwamba mkoa unaendelea kuwa salama. Lakini pia tunazidi kuwakumbusha wananchi kwamba endapo itakuwa ni lazima kwao kwenda kusherekea sikukuu hizi katika mazingira tofauti na makazi yao, basi jambo la kwanza la kufanya ni kuhakikisha kwamba maeneo yao, nikiwa na maana ya nyumba na makazi mengine wanapoishi, wayaache katika mazingira ambayo ni salama, chini ya uangalizi mzuri wa watu ambao wataweza kusaidia kudhibiti na kuzuia matukio ya kihalifu endapo yatajitokeza. Lakini pia tunawakumbusha wazazi wasiwaruhusu watoto kwenda katika matembezi au maeneo ya burudani bila kuwa na uangalizi wa watu wazima. Kule kwenye maeneo hayo ya starehe, sehemu za burudani mbalimbali, watakuwepo askari wetu. Lakini kwa sababu wajibu wa kutunza amani, wajibu wa kuleta usalama, wajibu wa kuzuia vitendo vya kihalifu ni wajibu wa kila mtu, tunawakumbusha pia wazazi au wasimamizi wa watoto na wenyewe kuhakikisha kwamba wanaweka usimamizi mzuri kwa watu wanaohitaji uangalizi, ili tuweze kusaidiana kwa pamoja. Lakini tunawakumbusha wenye nyumba au kumbi za starehe kuhakikisha kuwa wanachukua tahadhari zote za kiusalama kwa mujibu wa leseni zao, na hakuna kuandaa au kuendesha mambo ya miziki ya watoto maarufu disco toto. Wajue kwamba sehemu zao ni sehemu za kibiashara ambazo pia zitakaguliwa kwa mujibu wa sheria na jeshi la polisi na vyombo vingine vya usalama katika kuhakikisha kwamba wanafanya kazi kwa mujibu wa leseni zao za kibiashara. Kwa hiyo watoe ushirikiano kwetu na kamwe wasitumie sehemu zao za starehe, nyumba zao za starehe au nyumba za kulala wageni kwa ajili ya kuendesha miziki ambayo tumeikataza disco toto. Lakini tunasema wananchi tunawakumbusha kujiepusha na unywaji wa pombe uliopitiliza na kuendesha vyombo vya moto hasa wakiwa wamelewa. Sasa hapa hatukatazi watu kufanya starehe kwa sababu mkoa uko salama na doria zitakuwa kali katika maeneo mbalimbali zikiwa zimelenga watu wafanye starehe vizuri na kwa kiasi. Katika hilo pia tutahakikisha kwamba hakuna mtu anaendesha gari akiwa amelewa, na kwenye hili hatutapoteza muda na mlevi wa barabarani. Tukikushika unaendesha chombo cha moto ukiwa umelewa na tukakupima ikathibitishwa hivyo, basi tutakuhifadhi katika mahabusu zetu kwa mujibu wa sheria mpaka pale ambapo ulevi utakuwa umekuisha, na mpaka pale ambapo sisi sasa tutakuwa tumepata nafasi ya kukushughulikia, kwa sababu muda huo tutakuwa tuko busy tukishughulikia watu wengine ambao hawajalewa, tuhakikisha wamefika nyumbani salama. Kwa hiyo tusingependa watu waendeshe vyombo vya moto wakiwa wamelewa, na lengo letu hasa ni kuzuia na kudhibiti matukio ya ajali. Jambo lingine ni tunawakumbusha madereva kujiepusha na mwendo kasi na kuzingatia sheria za usalama barabarani, tukiwakumbusha kwamba waendeshe magari barabarani kwa kujitawala wenyewe na kwa kufuata sheria, na wafanye hivyo wao wenyewe na si pale tu wanapomwona askari wa usalama barabarani au askari wa polisi. Wakumbuke kufanya hivyo kwa sababu inawapaswa kufanya hivyo kwa nafasi zao kama madereva, kuhakikisha kwamba matumizi ya barabara wakati wote yanakuwa salama. Lakini lingine tunalowakumbusha wakazi wa mkoa wa Mwanza ni swala la kuchoma matairi, kupiga fataki. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linapiga marufuku kabisa swala la uchomaji wa matairi. Imekuwepo tabia ya baadhi ya watu ambao wanasherehekea sikukuu hizi za Christmas, wakati mwingine mwaka mpya, kwa kuamua kuchoma matairi barabarani. Sasa vile vitendo, maelekezo ya jeshi la polisi ni kwamba ni marufuku. Na ni marufuku kwa sababu gani? Uchomaji wa matairi barabarani, kwanza unaharibu miundombinu ya barabara
Pili, unahatarisha usalama wa maisha ya watu lakini pamoja na mali zao. Tatu, vitendo hivyo vinaweza vikatumiwa na watu ambao pia ni wahalifu wakapitia humo wakafanya matukio mengine ya kihalifu na uvunjifu wa amani.